Jambo na habari za asubuhi wapendwa wasikilizaji na watazamaji wa Kivu News Info. Matumaini yetu mko salama salimini. Tunakaribisha kwa mara nyingine tena kufuata matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 22 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Na Kivu News Info kila siku tuendelea kuwaletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo tunakaribisha kuungana nasi kwa ajili ya kufuatilia kwa karibu matukio muhimu yaliyotokea usiku uliopita na yale yanaendelea hivi katika maeneo mbalimbali yakiwemo masuala ya usalama, siasa, uchumi, jamii pamoja na maendeleo yanayogusa nchi yetu na ukanda mzima wa Afrika Mashariki na Kati. Taarifa hii inakupa nafasi ya kuwa wa kwanza kupata kile kinachojiri kwa uchambuzi wa kina na taarifa zilizothibitishwa kutoka vyanzo vyetu vya kuaminika ili kuhakikisha unapata picha halisi ya yale ya mambo inavyoendelea. Basi na katika kipindi hiki tutakuletea pia matukio muhimu kutoka maeneo yenye changamoto za kiusalama, juhudi za serikali na mashirika mbalimbali katika kurejesha amani pamoja na sauti za wananchi kuhusu maisha yao ya kila siku. Basi endelea kuwa nasi katika dakika chache zijazo ambako tutakuletea taarifa zote muhimu moja kwa moja na nyingine kwa uwazi, weledi na uhalisia wa hali ya juu. Naendelea kumsha tu kwamba kila siku Kivu News Info tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na huenda hii ndio ilikuwa mara kwanza yako unakutana nasi kupitia mtandao wa YouTube, basi kabla chote ningekuomba kufanya kitu kimoja, kisha umesubscribe, kulike, comment na kushare, na kwa lugha nyingine anasema kujabone, kuemea vile na kupartager, kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga, basi na kualika kuwa na mimi mwanzo hadi mwisho matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Na ni Kivu News Info, sauti ya wananchi, basi karibu tukupashe. Katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mapigano makali yamepotea siku ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili majira saa 11 alfajiri katika eneo la Masisi, hususan katika kijiji cha Kitabi ambako vikosi vya usalama vimefanikiwa kuzuia jaribio la uasi kuelekea eneo hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya usalama vilivyoko katika eneo la tukio, wanachama wa kundi la uasi wa M23 wanadaiwa kuungwa mkono na jeshi la Rwanda walifanya mashambulizi ya ghafla kwa lengo la kuimarisha udhibiti wao katika ukanda huo wenye umuhimu wa kimkakati. Hata hivyo hali ilibadilika haraka baada ya vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kujibu mashambulizi hayo kwa kutumia teknolojia ya kisasa ya kijeshi ikiwemo droni ya kivita aina CH4 ambayo ilitekeleza mashambulizi angani dhidi ya maeneo yalikuwa yakishikiliwa na uasi hao wa M23. Mashambulizi yao ya anga yaliripotiwa kuwa na hatari kubwa, karibu vifaa kadhaa vya kijeshi vya wasi pamoja na kuvuruga kabisa mapigano hayo kuelekea kudhibiti eneo hilo la Kibati. Vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa idadi ya wapiganaji wa adui ilipungua kufuatia pigo hilo, ingawa hakuna takwimu rasmi zilizotolewa hadi sasa. Operesheni hiyo inaonekana kuwa sehemu ya juhudi zinazoendelea za jeshi la taifa katika kurejesha utulivu na usalama katika maeneo mashariki mwa nchi ambayo kwa muda mrefu yamekuwa kikumbwa na migogoro ya mara kwa mara. Tukio hilo linatafsiriwa kuwa na wachambuzi wa masuala ya usalama kama ujumbe wa wazi kwa makundi yote yenye silaha kwamba mamlaka za serikali iko tayari kutumia mbinu zote zinazohitajika kulinda mipaka na taifa na raia wake. Kwa sasa hali katika eneo la Kibati inaripotiwa kuwa imedhibitiwa kwa kiasi kikubwa, huku vikosi vya usalama vikiendelea kufanya operesheni za kusaka mabaki ya wasi waliokimbia baada ya kushambuliwa. Wakazi wa maeneo jirani wanaendelea kuishi kwa tahadhari, huku wakisubiri kurejea kwa utulivu wa kudumu, wakati juhudi za kijeshi zikiendelea kuhakikisha kuwa vitisho vyovyote vinavyoweza kujitokeza vinazuiwa mapema. Hadi sasa mamlaka husika haijatoa taarifa rasmi kuhusu idadi ya waliopoteza maisha kujeruhiwa, lakini hali inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku vyanzo vya usalama vikiahidi kutoa taarifa zaidi kadri operesheni zinavyokuwa zikiendelea. Zaidi ya watu 200 waliokuwa wakishikiliwa mateka na kundi la uasi la ADF wamekombolewa, huku kambi kadhaa za adui zikiharibiwa katika operesheni za kijeshi zilizofanyika kando ya mto Epulu katika maeneo ya Mambasa na Mugamba mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni iliyoongozwa na Kanali Karim Issa ambako vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vya brigedi ya 31 kwa kushirikiana na jeshi la Uganda UPDF vinaendeleza mashambulizi makali dhidi ya waasi hao wanaotumiwa
kuwa na msimamo wa itikadi kali. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya kijeshi, operation hiyo ni sehemu ya juhudi zinazoendeleza kukabiliana na kundi hilo baada ya jaribio lao la muda mfupi la kujipenyeza katika kituo cha Mambasa kushindwa vibaya. Mbali na kuokolewa kwa mateka hao, jeshi limefanikiwa pia kukamata silaha na vifaa mbalimbali vilivyokuwa vikitumiwa na waasi hao. Vifaa hivyo ni pamoja na bunduki aina AK-47, unga wa vipulizi, jenereta za umeme, paneli za sola pamoja na vifaa vya mawasiliano kama redio. Hatua inaashiria mafanikio makubwa kwa vikosi vya usalama katika kupunguza uwezo wa kivita wa kundi la ADF ambalo kwa muda mrefu limekuwa likihusishwa na mashambulizi dhidi ya raia katika maeneo mashariki mwa Kongo. Hata hivyo, licha ya mafanikio yote, takriban mateka 75 waliokuwa wamekombolewa bado wanashikiliwa chini ya uangalizi wa jeshi kufikia Jumanne hii tarehe 21 Aprili, wakisubiri kukabidhiwa kwa mamlaka za kiraia pamoja na mashirika ya kijamii kwa ajili ya msaada na uangalizi zaidi. Baadhi waliokombolewa walitoa ushuhuda wa mateso makali waliopitia wakiwa mikononi mwa waasi, wakieleza namna walivyolazimishwa kuishi katika mazingira magumu porini bila huduma za msingi na chini ya vitisho vya mara kwa mara. Wengi wameeleza shukrani zao kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na washirika wao kwa juhudi zilizowezesha kuokolewa kwao, wakisema kuwa hatua imewarudishia matumaini ya maisha mapya baada ya kipindi kirefu cha mateso. Kwa upande wao, viongozi wa kijeshi wameahidi kuendeleza operesheni dhidi ya kundi la ADF hadi kuhakikisha kuwa tishio lote linaondolewa kabisa katika eneo hilo, wakisisitiza kuwa usalama wa raia unabaki kuwa kipaumbele chao cha karibu. Operesheni hizo zinaendelea katika maeneo mbalimbali ya msitu wa Ituri, huko vikosi vya usalama vikifanya msako mkali dhidi ya mabaki ya waasi wanaoendelea kujificha katika maeneo ya mbali. Hali ya usalama inaendelea kufuatilia kwa karibu, huku matumaini yakiongezeka kwa juhudi hizi pamoja na kati ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na UPDF zileta utulivu wa kudumu katika maeneo yaliyoathirika kwa muda mrefu na ghasia. Mchakato mpya wa kisiasa umeanza ndani ya bunge la mkoa wa Kivu Kusini kufuatia kuwasilishwa rasmi kwa hoja ya kutokuwa na imani dhidi ya gavana wa mkoa Jean-Jacques Purusi Sadiki hiyo siku ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili, baada ya kikao cha wazi kilichojadili pia mipangilio ya wazi na za bunge kwa kipindi kinachoendelea. Kwa mujibu wa hati ya kuwasilisha hoja hiyo, mpango umeanzishwa na mbunge wa mkoa wa Karume Bahige Jean, ambaye aliwasilisha barua rasmi kwa rais wa ofisi ya kudumu ya bunge la mkoa na loketi mjini Uvira. Hatua imezingatia misingi ya kikatiba na sheria zinazosimamia udhibiti wa utendaji wa serikali katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan zile zinazohusiana na uhuru wa uendeshaji wa mikoa na kanuni za ndani za bunge. Taarifa zinaeleza kuwa hoja hiyo imeungwa mkono na idadi kubwa ya wabunge wa mkoa ambako walisajili wake inadai kuwa amekusanya zaidi ya saini 18, akieleza kuwa hatua hiyo inaakisi msimamo mpana wa kisiasa ndani ya bunge hilo. Akizungumza na vyombo vya habari baada ya kikao hicho, Karume Bahige Jean alieleza sababu za kuanzishwa kwa hoja hiyo, akiutumu gavana kwa madai ya usimamizi mbovu wa rasilimali za umma, uharibifu wa fedha na ukosefu wa wazi katika uendeshaji wa shughuli za serikali ya mkoa. Alisisitiza kuwa wamejiandaa kikamilifu kuhakikisha wanatimiza lengo lao la kuondoa uongozi huo uliopo. Alibainisha kuwa karibu makundi yote ya kisiasa ndani ya bunge hilo yameungana katika hatua hiyo, akisema kuwa uhamishaji mkubwa wa kisiasa unalenga kumgoa gavana madarakani na kuweka uongozi mpya utakaoongoza kwa uwajibikaji zaidi. Kwa upande wa hoja yenyewe, waliotia saini wanakosoa vikali namna ambavyo mkoa unaendeshwa, wakieleza kuwa kuna mapungufu makubwa katika usimamizi wa kiutawala na fedha pamoja na matumizi yasiyoeleweka ya rasilimali za umma. Wanadai kuwa hali hiyo imeathiri utendaji wa taasisi za mkoa na kupunguza imani ya wananchi kwa viongozi wao. Wanasema pia kumekuwa na hali inayohatarisha uwiano wa taasisi za serikali na inaweza kuwa na athari kubwa kwa usalama, mshikamano wa kijamii pamoja na juhudi za maendeleo zinazoendelea katika mkoa wa Kivu Kusini. Kwa hoja hiyo, kutokuwa na imani ni chombo cha kikatiba kinacholenga kurejesha uwajibikaji ndani ya serikali ya mkoa. Kisheria, kuwasilisha hoja hiyo kunafungua mchakato wa wabunge ambao unaweza kupelekea kujadiliwa kwake katika vikao vijavyo vya bunge. Hatua ya kwanza itakuwa ni kuchunguza uhalali wa hoja hiyo kabla ya kuingia katika mjadala wa kina. Iwapo hoja hiyo itapitishwa, inaweza kusababisha kuondolewa madarakani kwa gavana pamoja na timu yake ya uongozi, jambo ambalo linaweza kubadilisha mwelekeo wa kisiasa ndani ya taasisi hiyo ya mkoa. Hata hivyo, hadi kufikia sasa hakuna tamko rasmi lililotolewa na gavana Jean-Jacques Purusi Sadiki kuhusiana na tuhuma
kama hizo zinazomkabili, ingawa vyanzo vya karibu na ofisi yake vinaeleza kuwa majibu yanaweza kutolewa katika saa au siku zijazo. Kwa sasa macho ya wadau na kisiasa na wananchi yanaelekezwa katika bunge la mkoa Kivu Kusini, ambako hatima moja hii ya mwelekeo ya uongozi wa mkoa wanategemea hatua zinazochukuliwa katika siku zijazo. Nous venons de déposer la motion de censure contre le gouverneur de province du Sud Kivu. Avec tous mes collègues ici réunis, des compétences, des détournements, des gestions opaques et d'autres griefs qui sont logés dans la motion. Nous serons ici pour l'examiner en sa présence. Nous saurons comment prendre notre décision. Nous avons réuni 18 signatures et nous sommes bien accompagnés pour essayer de ramener la ligne de conduite de notre province. Toutes les formations politiques, sauf une seule qui a décidé de rejoindre de se faire une opposition en province. Les autres forces politiques sont réunies, sont mobilisées pour que le gouverneur de Kouroussi parte et qu'il laisse la gestion aux autres qui sont peut-être compétents. Et il doit peut-être rejoindre ce travail d'avant, là où il était compétent, et laisser la place aux autres pour gérer la province. Je laisse la voix à mon collègue honorable de beaucoup. Effectivement, comme vous venez de le dire, l'honorable, la manière dont notre province est gérée, et nous ne pouvons pas continuer ici. Vous pouvez vous imaginer, ça fait longtemps, 1 année et 4 mois ou 2 mois, nous sommes à Oudila, aucune toilette construite. Le budget de la province est géré d'une manière opaque. La population ne se retrouve pas. Et on veut nous dire de rester avec un gouverneur qui ne comprend rien. Et donc, nous sommes ici réunis tous les territoires. En tout cas, tous les territoires. Et nous mettons en garde des gens qui vont instrumentaliser l'action des députés provinciaux. Parce que la motion de censure, c'est aussi un système de contrôle. C'est un système qui doit nous aider, n'est-ce pas, à savoir ce qui se fait dans notre province. Et donc, l'Assemblée est dans l'obligation d'inviter M. le gouverneur ici, afin qu'il puisse s'exprimer, et les députés que nous sommes, avec d'autres qui ne sont pas ici, on est nombreux, méfiez-vous, on est déterminés à remettre de l'ordre dans notre province et que le développement s'ensuive. Notre population doit se retrouver, la sécurité doit être rétablie parce qu'on ne comprend plus rien de ce qui se fait dans la gestion de M. le gouverneur Kouroussi. Et donc, nous sommes là réunis comme un homme. Et nous devons faire ce qui est possible pour que la question sécuritaire soit reprise dans les mains, comme le chef de l'État veut. On veut voir un gouverneur capable, un gouverneur qui a une personnalité, pas la personne de M. Kouroussi, qui est très léger dans la gestion de la province. Voilà. Merci beaucoup. Watu 4 akiwemo wanawake 3 na mtoto mmoja wa kike wamepoteza maisha katika ajali mbaya barabarani tokea siku ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili katika eneo la Kasenga ndani ya Municipal Mulongwe kwenye barabara ya taifa namba 5 karibu na kituo kinachojulikana kama Moderne. Kwa mujibu wa mashuhuda walikuwepo eneo la tukio, ajali hiyo ilisababishwa na gari aina Land Cruiser ilikuwa ikitokea Mulongwe kwa mwendo wa kasi. Nadaiwa kuwa dereva wa gari hilo kwanza aligonga teksi kabla kulivaa moja kwa moja gari ndogo la abiria aina ya bajaji iliyokuwa ikibeba watu 6 akiwemo dereva wanawake 4 na mtoto mmoja wa kike. Mashuhuda wanasema kuwa tukio hilo lilikuwa la kushtua sana, huku watu wakikimbia ovyo na wengine kupata kelele baada ya kuona ajali hiyo ikitokea ghafla. Wanasema mwendo kasi wa gari hilo ilikuwa ndio chanzo kikuu cha ajali hiyo mbaya. Taarifa za awali zinaeleza kuwa watu 4 wamefariki dunia papo hapo katika tukio hilo, wakiwemo wanawake 3 na mtoto huyo mdogo. Mili ya marehemu ilichukuliwa na kupelekwa katika chumba cha
kuhifadhia maiti cha hospitali kuu ya rufaa ya Uvira. Mwanamke mmoja pamoja na dereva wa bajaji walijeruhiwa vibaya katika ajali hiyo na walikimbizwa katika kituo cha afya kwa ajili ya kupatiwa matibabu ya haraka. Hali zao zinaripotiwa kuwa mbaya na zinahitaji uangalizi wa karibu na wa kitabibu. Kwa upande mwingine, dereva wa gari alisababisha ajali hiyo aliripotiwa kutoroka mara moja baada ya tukio hilo, na hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu kukamatwa kwake au hatua zinazochukuliwa na vyombo vya usalama. Ajali imeboa tena mjadala kuhusu usalama barabarani katika kipande hiki cha barabara ya namba 5 ambacho mara kwa mara kimekuwa kikilalamikiwa na watumiaji wa uwepo wa madereva wasiokuwa na uangalifu na kiukwaji wa sheria za usalama barabarani, hususan mwendo kasi uliopitiliza. Baadhi ya wakazi wa eneo hilo wametoa wito kwa mamlaka husika kuchukua hatua madhubuti, ikiwemo kuimarisha udhibiti wa trafiki na kutoa adhabu kali kwa madereva wanaokiuka sheria ili kuepusha matukio mengine ya kusitisha kama hayo katika siku zijazo. Baada ya takriban miaka mitatu ya kusitisha shughuli zake, kampuni ya ndege ya Compagnie Africaine d'Aviation CCA imerejea rasmi katika uwanja wa ndege wa kitaifa wa Bunia mkoani Ituri kufuatia uzinduzi wa safari zake iliyofanyika siku ya Jumatatu tarehe 12 Aprili. Kurejea kwa shughuli hizo kunakuja baada ya kukamilika kwa kazi ya ukarabati na uboreshaji wa uwanja huo wa ndege uliofanywa chini ya usimamizi wa utawala wa kijeshi ulioko katika eneo hilo. Maboresho hayo yamelenga kuimarisha usalama na uwezo wa uwanja huo kupokea ndege za kisasa. Kwa mujibu wa mkuu wa kituo cha CA mjini Bunia, George Kazadi, kurejea kwa safari hizo ni hatua muhimu inayotarajiwa kufungua tena milango usafiri wa anga katika eneo hilo na kuunganisha miji ya Bunia na maeneo mengine muhimu ya nchi. Ameeleza kuwa sasa kampuni hiyo itaanza kufanya safari za moja kwa moja kutoka Bunia kuelekea mji wa Kisangani, Kinshasa na Lubumbashi, hatua ambayo itarahisisha mawasiliano na shughuli za kiuchumi kati ya Ituri na sehemu nyingine za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kazadi amesisitiza kuwa kurejea kwa safari hizo ni faraja kubwa kwa wakazi wa Ituri pamoja na wateja wa kampuni hiyo, akieleza kuwa ni ishara ya maendeleo na matumaini mapya katika sekta ya usafiri wa anga katika eneo hilo ambalo limekuwa likikumbwa na changamoto za kiusalama kwa muda mrefu. Na yeye rubani wa ndege hiyo katika safari ya kwanza inayofahamika kwa jina la Lewis amepongeza hali ya barabara ya kurukia na kutua ndege, akisema kuwa ubora wa miundombinu hiyo umechangia kwa kiasi kikubwa kufanikisha kutua kwa ndege kwa usalama na ufanisi. Amebainisha kuwa mabadiliko yaliyofanyika katika uwanja huu yanaendana na viwango vinavyohitajika katika usafiri wa anga wa kisasa na kwamba sasa uwanja huo unaweza kupokea ndege kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Kabla ya ukarabati huo, urefu wa barabara kurukia na kutoa ndege ulikuwa ni mita 1,800, lakini baada ya maboresho umeongezwa hadi kufikia mita 2,500. Hatua inaongeza uwezo wa uwanja huo wa kudumia ndege nyingi zaidi na safari na za umbali mrefu. Kurejea kwa shughuli za CCA kunatazama kama hatua muhimu katika kuimarisha uchumi na mkoa wa Ituri, na kwa kuwa usafiri wa anga ni kiungo muhimu katika biashara, uwekezaji na usafirishaji wa watu na bidhaa. Kwa sasa mamlaka husika pamoja na wadau wa sekta ya anga wana matumaini kuwa hatua hii itachochea maendeleo zaidi katika eneo hilo na kusaidia kupunguza fursa mpya kwa wakazi wa Bunia na maeneo ya jirani. Mashirika kadhaa ya kiraia katika mkoa wa Ituri yametoa wito kwa ujumbe wa mataifa kupitia ujumbe wake wa MONUSCO kuongeza juhudi katika kurejesha amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni saa chache kabla ya ziara ya kwanza ya mkuu mpya wa ujumbe huo Jameswan iliyotarajiwa kufanyika siku ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili mwaka 2026. Kwa mujibu wa uratibu wa mashirika ya kiraia katika ngazi za mkoa, wa MONUSCO imekuwa na mchango unaonekana katika kulinda raia katika maeneo mbalimbali ya Ituri, hususan katika kambi za wakimbizi wa ndani. Maelfu ya watu walazimika kuyama makazi yao wanaendelea kunufaika na uwepo wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa katika maeneo kama Njaiba, Gina na Roheo yaliyopo katika wilaya ya Njugu. Hata hivyo, mashirika hayo yanasema kuwa juhudi hizo bado hazitoshi na yanataka MONUSCO chini ya uongozi mpya kuongeza nguvu zaidi katika kusaidia serikali kuondoa kabisa makundi ya wasi wanaendelea kusababisha machafuko katika eneo hilo. Wanasema lengo kuu linapaswa kuwa ni kuhakikisha zaidi wakimbizi wa ndani milioni 1 wanapata fursa kurejea katika vijiji vyao vya asili baada ya miaka kadhaa ya kuishi katika mazingira magumu ndani ya kambi. Kwa mujibu wa mashauri yao, hali ya sasa ya kuweka wakimbizi katika kambi za muda mrefu si suluhisho la kudumu, bali juhudi zinapaswa kutekelezwa katika kurejesha usalama katika maeneo yao ya nyumbani ili waweze kurudi na kuanza maisha mapya.
Akizungumza kwa niaba ya mashirika ya kiraia katika Ituri, mratibu wa mkoa Dieudonne Losa amesema kwa matarajio hayo yamekuwa makubwa na uongozi mpya wa MONUSCO ili kuona hatua madhubuti zinazolenga kurejesha raia katika maeneo yao ya asili. Amesisitiza kuwa lengo si kuendelea kuhifadhi watu katika kambi za wakimbizi, bali kuhakikisha wanarudi kwa usalama katika vijiji vyao, jambo ambalo litarejea hadhi na utu wao. Wito kama huu umetolewa pia katika wilaya Mombasa, ambako viongozi wa kiraia wanaitaka serikali pamoja na MONUSCO kuongeza operesheni dhidi ya makundi ya waasi hususan ADF na AFC M23 ambayo yanaendelea kutajwa kuhusika na kiukaji mkubwa wa haki za binadamu dhidi ya raia. Kwa upande wake, rais wa mashirika ya kiraia katika ngazi ya wilaya ya Mombasa, Marino Anotane, amesema kwa MONUSCO inapaswa kuwa na mikakati inayochangia ulinzi na mashambulizi dhidi ya waasi ili kuhakikisha amani inapatikana kwa haraka katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Ameeleza kwa juhudi hizo zinapaswa kuanza katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M23 pamoja na maeneo ambalo kundi ya ADF linaendelea kufanya mashambulizi hasa katika wilaya ya Irumu na Mombasa. Katika ziara yake ya kwanza katika mkoa wa Ituri, mkuu wa MONUSCO anatarajiwa kukutana na makundi mbalimbali ya kijamii wakiwemo viongozi wa kiraia ili kusikiliza changamoto zinazowakabili na kutathmini namna bora ya kuimarisha mchango wa ujumbe huo katika kurejesha amani ya kudumu. Kwa sasa macho ya wakazi wa Ituri yanaelekezwa katika ziara hiyo, huku wakitarajia mabadiliko ya kweli yatakayowezesha kurejea kwa usalama katika maisha ya kawaida baada ya miaka mingi ya migogoro. Mfumo wa DDR Mobile unaendelea kuonyesha matokeo chanya katika kuwashawishi wapiganaji kujisalimisha katika eneo la Lubero mkoani Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa siku ya jana Jumanne tarehe 21 Aprili na ofisi ya tawi ya Lubero Butembo, takriban wapiganaji wa zamani 142 tayari wameachana na makundi ya waasi kupitia mpango huo wa DDR Mobile tangu kufungua kwa kituo cha mpito cha Kasando kilichokuwa kikihudumia wapiganaji waliokuwa wakijisalimisha. Kituo hicho kilazimika kusitisha shughuli zake baada ya eneo la Kasando kukumbwa na changamoto za kiusalama kufuatia uvamizi wa waasi wa M23 mwaka 2024 aliyosababisha serikali kubadilisha mbinu na kuanzisha mfumo wa uhamiaji wa DDR Mobile ili kufikia wapiganaji waliko katika maeneo tofauti. Kiongozi wa ofisi ya PPDRC Butembo Lubero, Erike Katembo Masinda, alieleza kwa matokeo yao wakati wa mkutano wa jukwaa la mashiriano ya amani iliyolenga kuimarisha uwajibikaji wa uhamasishaji na utekelezaji wa mkakati ya kitaifa wa mpango huo wa DDR. Kwa mujibu wake, kati ya wapiganaji hao 142 walisalimisha, 13 ni watoto wa kiume na 5 ni watoto wa kike, wakati watu wazima pamoja na wanaume 102 na wanawake 5, jambo linaloonyesha ukubwa wa changamoto ya ushiriki wa makundi mbalimbali katika migogoro ya silaha. Ameongeza kuwa miongoni mwa waliokubali kujisalimisha hivi karibuni ni pamoja na viongozi wawili waliokuwa na ushawishi mkubwa katika eneo la Batangi waliokuwa wakijitambulisha kama majenerali wa kujiteua Mamadu na Grace na Kiresi Kalege. Viongozi wa zamani wa makundi ya waasi sasa wameanza kushiriki katika juhudi za kuhamasisha wapiganaji wengine kuacha silaha na kujiunga na mchakato wa amani, hatua ambayo inaweza kusaidia kuongoza kasi ya mawasiliano na uhamasishaji ndani ya makundi yaliyobaki porini. Hata hivyo, licha mafanikio yao, baadhi ya wadau wa jamii wameibua wasiwasi mkubwa kuhusu hatua za ujereshaji wa wapiganaji hao katika jamii hii. Padre Charles Pataya, mkuu wa kituo cha Saint Croix cha Mulo na mwanachama wa jukwaa la mashiriano, amesema kuwa pamoja na mafunzo ya ufundi wa misaada ya kiuchumi kwa waliojisalimisha, bado kuna pengo kubwa la msaada wa kisaikolojia. Ameeleza kuwa msaada wa shughuli za kiuchumi ni muhimu, lakini hauwezi kuwa wa kutosha bila kuwepo na ufuatiliaji wa kisaikolojia kwa muda mrefu ili kuwasaidia wapiganaji wao kuzoea maisha ya kiraia na kuzuia uwezekano wa kurejea tena katika makundi ya waasi. Imekumbukwa kwa siku chache zilizopita, baadhi ya wapiganaji waliokuja kujisalimishwa walipatiwa kadri za biometriki za demobilisation, hatua ambayo imewawezesha kupata huduma za mpango wa urejeshaji, ikiwemo mafunzo ya ufundi na msaada wa kuanzisha shughuli zao ndogo ndogo za kiuchumi. Mpango wa DDR Mobile unaendelea kuonekana kama moja mikakati muhimu ya kupunguza idadi ya wapiganaji katika maeneo ya mashariki mwa nchi, huku ukilenga kuimarisha amani na utulivu wa muda mrefu katika eneo hilo ambalo limekumbwa na migogoro kwa miaka mingi.
Katika mkoa wa Katanga, hali ya kibinadamu imezua taharuki kubwa baada ya kundi la watu waliokimbia vita kutoka mikoa Kivu Kaskazini na Kusini kulazimika kulala nje mbele ya jengo la guvernora katika jiji la Lubumbashi usiku wa tarehe 12 Aprili mwaka 2026. Kwa mujibu wa mashuhuda walikuwepo eneo la hilo, wanaume, wanawake na watoto walikesha chini ya anga bila maji, bila makazi na bila huduma za afya, hali ambayo inaelezwa kuwa ya kibinadamu isiyokubalika. Watu wanaendelea kuishi katika mazingira magumu kwa kikosa msaada wa haraka licha ukali wa hali wanayoipitia. Wakimbizi hao ndani ni sehemu ya wimbi kubwa la watu walikimbia machafuko endelea mashariki mwa nchi, hasa katika mikoa Kivu ambako mapigano mara kwa mara yamekuwa yakisababisha maelfu ya raia kuachana na makazi yao na kuelekea katika miji mikubwa wakitafuta usalama. Hata hivyo, hali imezua maswali makubwa baada ya mamlaka za mkoa wa Katanga kuonekana kutokuchukua hatua za haraka kukabiliana na janga hilo. Makamu wa gavana Nekimu nafasi ya gavana Martin Kazembe Shula hadi sasa hajaripotiwa kutoa msaada au hatua yote ya dharura kwa watu hao walioko katika mateso makubwa. Ukosefu wa hatua kutoka kwa viongozi wa mkoa umebua hasira na malalamiko kutoka kwa wananchi pamoja na mashirika ya kiraia ambao yanahoji ni kwa nini hakuna juhudi zinazoonekana kusaidia watu walioko katika hali hatari mbele ya macho ya viongozi. Wachambuzi wa masuala ya kijamii wanaonya kuwa ikiwa hatua za haraka zitachukuliwa, hali inaweza kusababisha madhara makubwa zaidi kiafya na kijamii, hasa kwa watoto na wazee ambao wako katika hatari kubwa. Kwa sasa wito endelea kutolewa kwa serikali ya mkoa na wadau wa kibinadamu kuingilia kati haraka, kutoa msaada wa dharura na kuhakikisha kuwa watu hao wanapata hifadhi, chakula, maji safi pamoja na huduma za afya. Hali inaendelea kuonyesha ukubwa wa athari za vita vinavyoendelea mashariki mwa DRC, huku maelfu ya wananchi wakilazimika kuishi maisha ya mateso hata katika maeneo yanayozaniwa kuwa salama zaidi. Na ni kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 22 za mwezi wa 4 mwaka 2026 kupitia Kivu News Info. Vile vile tunaendelea kutoa shukrani zetu za dhati kwa wapendwa wasikilizaji na watazamaji wetu ambao walikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu hii ya asubuhi. Vile vile tutaendelea kuwaletea habari za uhakika zenye kina na zinazojali ukweli wa matukio kama yalivyo katika maeneo mbalimbali ya nchi na nje ya mipaka. Basi endelea kuwa nasi katika vipindi vyetu vinavyofuata ambako tutakuletea uchambuzi, taarifa maalumu na matukio moja kwa moja yanaendelea kujiri. Basi kwa niaba ya timu nzima ya Kivu News Info tunasema asante kwa ushirikiano wako na mchango wako wa kufuatilia habari zetu kila siku. Na tuendelee kukumbusha tu kwamba kila siku tuendelea kuletea matangazo yetu tukiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na basi kama hii ndio ilikuwa mara kwanza unakutana nasi kupitia mtandao huu wa YouTube, basi kabla ya kuondoka tungekuomba kufanya kitu kimoja, hakikisha umesubscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine unasema kujabone, kueme vile vile na kupartager kuendelea kusambaza habari kwa walio wengi zaidi. Na basi kama hata utakuwa umeshafanya hivyo, acha tuendelee kusema asante sana kuchagua Kivu News Info kama kituo chako chema cha matangazo. Nia na mazungumzo yetu ya kila siku mshatukuletea habari sahihi zenye kuaminika tena kwa muda mwafaka. Hivyo basi unaendelea kutuandikia na kutujuza na tusikilize kwa sehemu gani, na uende ukatuambia maoni yako aiza mapendekezo yako. Kingine ambacho ni muhimu zaidi, unaweza kubonyeza kwenye titre ya habari hii na itakupeleka moja kwa moja hapo chini kwa description ambako utakutana na linki mbili. Linki ya kwanza kubonyeza itakupeleka moja kwa moja kujabone kupitia channel yetu ya WhatsApp, na linki ya pili itakupelekea wewe vile vile kujumuika pamoja nasi kupitia grupu letu la WhatsApp. Na baada ya kufanya hivyo, itarashia usipite na chochote kipindi ambako utakuwa unapotea habari mpya kupitia channel yetu hii ya YouTube. Langu jina mimi ni Teloje Lulonga. Basi sina la ziada, acha niendelee kutoka shukrani zangu za dhati kwamba ulikuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi ya leo kwa tarehe 12 za mwezi wa 4 mwaka 2026. Basi acha mtakie asubuhi njema yenye mafanikio tele, na nikwadi zera tutanane baadaye kwenye matangazo yetu mengine kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Basi baki salama, bye bye na chao.